Ni katika kituo cha upigaji kura cha Bongebo ambapo mchujo wa chama cha UDA ulikuwa ukiendelea kuweza kubaini kati ya Mama Monica na Kitayama ni nani ambaye atakayeweza kupeperusha bendera ya chama cha UDA Kuria Magharibi na Kuria Mashariki. Lakini kuliweza kushuhudiwa na utata pamoja na kutokuelewana miongoni mwa wapigaji kura baada ya kugundua kwamba kulikuwa na mbinu ambazo zilikuwa zinatumiwa ambazo sio. Kati ya watu wa Mama Monica na watu wa Kitayama, kulikuwa na mmoja kati yao ambao walikuwa wametengeneza vicheti walivyovitumia kwa ajili ya kupeana ili watu waende wapigie watu hao kura. Ikabainika kwamba walikuwa ni watu wa mtu mmoja na sio majina ya watu wote. Kwa majina naitwa Ayub Chacha Mariko. Mimi ni mkaaji wa Bongebo polling station. Sisi hao wote wenye tuko nyuma yangu hapa ni wapigaji kura na tuko ndani ya chama cha UDA. Lakini tumeshangazwa sana, tumekuja hapa Bongebo kupiga kura. Tukapata mtu mwingine anatupatia hizi karatasi kwamba tuchague hao watu. Sijui hao ni akina nani. Chenye kinaendelea hapa sio free and fair. Tunaomba kama serikali iko isikie hii maneno. Siku nyingine hii hakuna uhuru na haki. Kwa sababu tunapewa majina ya mtu mmoja, hakuna mtu yule mwingine. Sasa tutachagua pande moja. Sijui tulikuwa tunatoka nyumbani tunajua kwamba tunakuja kuchagua watu wa pande zote mbili. Lakini kufika hapa tumeona tunapewa majina ya mtu mmoja tu, ati tuende tuchague hayo majina. Sasa tunashindwa tutaendaje tuchague hao watu hata hatuwajui. Hiyo ndio kero letu. Au mnasemaje jamani? Ni ukweli. Mapema hivi leo katika mazungumzo ya wanahabari na wapigaji kura katika maeneo haya, waliweza kukashifu na kulaani kitendo hicho cha vikaratasi na kusema kwamba sio sawa, maana kila mtu ana uhuru na haki kwa kupiga kura mahala anapotaka na sio kuwapea vijikaratasi vya mtu mmoja peke yao, ila wanapaswa kutenda haki sawa au wakae kimya na kuongoja mpaka upigaji kura utoke ili waweze kupata washindi kikamilifu. Naitwa Esther Ruby Eliud kutoka Bongebo. Mimi ni mkaaji hapa Bongebo. Mimi nilikuja kupiga kura hapa yote, nikaona si kama masiku mengine tulikuwa tunakuja kupiga kura. Mimi nilipokuja naona vicheti inapeana. Na hii vicheti ilikuwa inapeana, ninaona ilikuwa hii grupu ilikuwa mbili, lakini naona ni grupu moja. Sasa ukipewa hii vicheti ukienda pale ndani ya nyumba, wale watu wako kwa ile kicheti ndio wanamakiwa, ndio unawaekewa eti ndio unachagua. Na wao hata wengine ni mama wasee, kina mama yangu, kina nyanya yangu, hawajui hata kusoma. Sasa nikasanga, nikasikitika. Na hii kura leo itakuwa namna gani? Mimi sasa nilishangaa, nikasimama nikaona, nikachukua hiyo kicheti kusoma, ni chama kimoja ndio kilikuwa ndani. Kingine sioni majina ya watu. Haya, nilikuja nikapika hapa, naona watu wanapewa vicheti, na hii vicheti ni tulikuwa tunapigia Kitayama wetu na tunapigia Mama Monica. Sasa unapewa vicheti ya Monica, ya majina ya watu wa Monica peke yake. Ukitafuta ya Kitayama hakuna. Sasa mimi nikashangazwa, nikasema na hii ni kura gani tunapiga? Sasa tukajaribu kusema nani atatusaidia. Tutafanya namna gani? Maana wamama wengi hawajui kusoma. Wanakuja yeye anakipewa kicheti anafikiri ni serikali ilitengeneza namna hiyo, kila mtu anakuja anapewa anaenda kupiga kura. Hawajui. Sasa hii mambo haikutufurahisha, tukuona ni vizuri hivi ama ni viwili vilikuwa. Angekuwa ni majina ya chama hiki na hiki ya watu hawa na hawa tungekuwa ni sawa. Maana unaenda unawaambia nisomee, unachagua mwenye unataka. Kura ni haki yako, lazima uchague mtu unapenda na mtu unataka. Mimi pia tatizo ambazo nimeona ni kwamba kuna mtu ambaye ni clerk, alafu pia yeye huyo ni delegate pia. So haitakikani iwe kwamba yeye ndio clerk tena ni delegate. Kwa sababu ikiwa yeye ni candidate, inatakikana basi atafute kura. Kwa hivyo si vizuri tena aende kwa eti yeye ndio clerk, yeye ndiye anaandika kila kitu ama yeye ndiye anasema ni majina yapi ambayo yamefika ambao atapiga kura. Hilo ndio tatizo ambalo mimi niliona. Majina ni Samuel Marwa kutoka katika polling station hii ya Bongebo.